Na mwiyemba uko unasikiliza ni Baraka1 TV moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni tarehe 17 za mwezi wa 10 2025, majira ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa saa 1 majira Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu ili utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muktasari wenyewe wa habari za moto. Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini, FARDC wazalendo wazidi kuzishambulia ngome za M23. Kinshasa, majambazi waliovamia banki ya Robank wawekwa nguvuni. Kinshasa, viongozi mbalimbali wachukizwa na Joseph Kabila huko Nairobi baada ya mkutano na baadhi ya wanasiasa kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Amka na Baraka1 TV na unafuata matangazo yetu moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kumbuka operation saidia muzalendo bado inaendelea, na kama hujaungana na operation hii, tafadhali tumia namba ambazo uko kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV, na moja kwa moja na taarifa hizi kutoka jimboni Kivu ya Kusini pamoja na Kivu ya Kaskazini. Kwa jumla, FARDC wazalendo wazidi kushambulia ngome za magaidi wa M23. Huko jimboni Kivu ya Kaskazini, magaidi wa M23 wanazidi kukiona cha moto tarafani Masisi pamoja na Ruchuru, ambako vikosi vya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinazidi kushambulia ngome mbalimbali ambazo zilikuwa chini ya udhibiti wa magaidi wa M23. Maeneo kama Lumbishi na maeneo mengine yote yamekuwa yakishuhudia mapigano, huko drones na ndege za FARDC zikiruka hangani na kuendeleza harakati za kushambulia ngome ambazo zilikuwa zinakaliwa na magaidi wa M23. Lumbishi ni moja kati ya maeneo ambayo kwa sasa yanakaribiwa kukamatwa na majeshi ya FARDC pamoja na wazalendo. Muda mrefu ilikuwa ikikaliwa na magaidi wa M23 tokea kuanguka kwa jiji la Goma pamoja na maeneo ya Minova jimboni Kivu ya Kusini. Huko jimboni Kivu ya Kusini, upande mwingine tarafani Kabare, ambako wazalendo wamezidi kushambulia ngome mbalimbali za magaidi wa M23 wakiwa nakaribia kuingia katika uwanja wa ndege wa Kavumu, na lengo kubwa likiwa ni kuchukua uwanja wa ndege wa Kavumu. Mengi na zaidi, mwakilishi wetu kutoka maeneo hayo akiwa na ripoti ifuatayo. Ndio antuka hali ya huku waza kabisa wanaendelea kujirenforcer, kabisa, banazogea kabisa, iko tena mbali kabisa na Kavumu, juu kule Kafurumae kungali ile fro yetu, base yetu ingali pale, baliongezeka, balijaribu kushuka chini ya Kafurumae kidogo, mekwe bali ingia sana kwebako sana kabisa, kwebali ingia pale Kafurumae. Ni kilimo mwingine mwe wanaita Chombo. Chombo iko Muinera, kishomo iko Muinera, kwa naangalia aeroport na kule na nani Nyamunyunyu, ndio kwebako benzao wakia ba M23 wakia shuka chini ya Inera chini bakamatia position kule. Ameantuka betu kabisa, balikuya ba mingi kabisa, bashakuwa ba mingi kabisa. Ile habari ulipata ni ya kweli, bashakuwa kando kabisa. Jusa tuko naongea nabo, tuko natuonesha ke lengo ni moya, ndivyo wanakuya na banakia na munition, bana changa na FARDC, tuko nakia na FARDC. Alors tuko na espoir, ile espoir tuko nayo kuti nao balishuka ba mingi. Antuka ba pigme bako ba mingi kule sana, kule Chombo ni ba pigme ndio bako ako sana, ba pigme ni ba mingi kule Chombo, ndio vile wana Rajabu. Balikuwa Bushwira ko balienda juzi, balikuwa Bushwira ko balienda juzi, ko bangali ba mingi baliendaka ko bakacha ba kidogo.
Bushwira nako ni vile ba mingi ba M23 mingi baliendaka ba kidogo bakabakia. Ile espoir ya kwa nao tusha benzetu basha zogele. Tofauti na hivyo, pia wananchi wa Nyiragongo wanazidi kuteseka na mateso wanayopata kutoka magaidi wa M23 huko jimboni Kivu ya Kaskazini tarafani Nyiragongo, na wamekuwa na haya ya kuzungumza. Jana balifika bakaizingira quartier mzima kabisa ya hapa Mukiziba den, basi wanaita Maka Etage, Malagrace, mpaka kule fasi wanaita La Vision. Balifika bakazingira, wakakamata babiana bamingi, wakamata babiana, kumbe mbale batu muko wenye wako na sible wanasema mkamate ule juu ko bashefu wanatumika navo sana huku. Bashefu bashakuwa watu yavo kabisa, wakakuchukia kidogo, wanavyo upeke njuliko naanza pana watu. Alafu baliwewa watu jana, wakawatia mwele magari zao. Ofeti walikalisha kwanza watu bote chini, walikamatiwa mumanyumba wapapa na waviana. Sasa walikamatiwa, kukakuya mwenye anakuya mugari yenye alikuwa mukarava 4, alikuwa anavala chapeau yenye inafunga sura mzima, anatobola tu sura hapa jicho na hapa licho na hapa kupua. Alafu yesa alifika wanaikalisha watu bote, enjo alifika akasema mubebe huyu na huyu mbebe. Bakaeba 15 personnes, ilikuwa 16 personnes. Kuko mmoja wa petit mwa wakamsemea, wakasema pana ule ni mwanafunzi, ule ni nini, wakamwacha. Lord, tunakosa kama namna gani? Na kuko watu walijua kama walimjua na kupenda kujifahamisha, ndio alikiko na sheta kidole, mkamate huyu. Bakaeba 15 personnes. Alisema alibawewa mprizo kama kumogoma, tuyo kama ni namna gani. Mtuka guvernema yetu inyiko Kinshasa itusaidie, waju kuishi hivi tunaishi ni hatari kabisa. Njo njo information ilikuwa jana Nyiragongo pale Ka Etage, fasi wanaita La Grace, wanaita La Vision. Na baada ya taarifa hizo kutoka Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini, tuingie moja kwa moja jijini Kinshasa ambako majambazi waliovamia banki ya Royal Bank wawekwa nguvuni na vikosi vya ulinzi na usalama ndani ya jiji la Kinshasa. Mtaa wa Victoire jijini Kinshasa ambako kunapatikana tawi la Royal Bank ambalo lilikushuhudia kuvamiwa kwa majambazi wasiopungua 8 huku wakiwa na silaha za aina ya AK-47, lengo likiwa ni kuiba fedha ndani ya banki hiyo. Kikosi cha majambazi hao ambacho kilikuwa kikiongozwa na mwanamama Honorine Porsche ambaye ni raia wa Kongo mwenye asili, ni raia wa Ujerumani mwenye asili ya Kongo, aliweza kukamatwa pamoja na vijakazi wake baada ya kuingia ndani ya benki hiyo na hivi kushindwa kutokana na benki yote kuzingirwa na vyombo vya ulinzi pamoja na vyombo vya usalama. Mengi na zaidi ripoti hii kutoka ndani ya jiji la Kinshasa. Awa tozali toujours liboso ya Royal Bank. Asasena nous babimite. Asasena nous babimite, toza toujours na Royal Bank. Police nationale ezali awa. Police nationale ezali. Bapem bazali awa. Na sibino mo bozo mona. Lelo tosila na bango. M23 monaka déjà détermination ya Kinois pour mukola omeka. Tozali awa tozela bango. Tozali awa tozela bango. Bazana eloko te ba osala. Tokanga bango.
Na ili kuendelea kupata taarifa zote hizi za uporaji ndani ya benki ya Royal Bank jijini Kinshasa, tembelea Mwangaza TV ambako utakutana na video zote zinazosimulia mambo yaliyotokea huko ndani ya jiji la Kinshasa. Unaendelea kusikiza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia unatufuata vizuri ukiwa huko Australia, Canada, USA, Europe, Central pamoja na East Africa, na wale wote ambao kwa maeneo ya Afrika ya Kusini. Ejide Kizenga Tembele, King Sele the only one king from USA, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dafeza Dalitesha, da Arindo Asha, wote wakiwa wanasikiliza Baraka One TV. Ankisi Kandeke de Done Butoto Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine. Na mtubaki tu ndani ya jiji la Kinshasa, viongozi mbalimbali wachukizwa na Joseph Kabila huko Nairobi baada ya kukutana na baadhi ya wanasiasa kwa lengo la kutaka kuvuruga usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na kilichofanywa huko jijini Nairobi katikati wa mwezi huu wa 10 2025, ambako aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Hippolyte Kanambe maarufu kama Joseph Kabila aliweza kujikuta akikusanya baadhi ya wanasiasa huko nchini Kenya jijini Nairobi, lengo likiwa kutengeneza kikosi kipya ambacho kitakuja kuleta upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kitendo hicho kiliweza kuwachukiza baadhi ya viongozi na mawaziri serikalini, kama wanavyosimulia waziri wa mambo ya ndani ambaye ni Bwana Jacquemain Shabani pamoja na alikuwa gavana Julien Paluku, waziri wa biashara. Vous savez, quand j'ai lu les documents, si vous prenez le point 3.2, vous voyez que le point 3.2 parle de la condamnation de ce qui se passe à Ituri et dans la partie nord Kivu sous état de siège. Vous vous posez la question des gens qui se disent congolais, qui condamnent ce qui se fait dans un environnement sous état de siège, mais qui ont la cécité, c'est-à-dire aveuglés, de ne pas voir ce qui se passe à Goma. Moi je suis du nord Kivu, j'étais gouverneur pendant 12 ans. Je connais les massacres qui se passent dans chaque localité au nord Kivu. Mais des gens se réunissent qui se disent parler de la paix, mais qui ne savent pas dire au nord Kivu et au sud Kivu, voici ce qui s'y passe. Mais ils préfèrent aller citer Beni, hein, et Ituri. Je pense que quand on a dirigé un État comme la RDC, on doit s'empêcher d'avoir ce certain nombre de comportements. Na huo ndio mwisho wa Amka na Baraka One TV, ambako kulikuwa kusikiliza matangazo yetu. Mimi ni ndugu yako Rajab Wakili Kabonga, the one and only town DJP. Mengine tukutane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Chao chao.